Mwongozo wa kujifunza Biblia, robo ya 4 mwaka 2025. Somo la 8 lisemalo watu hodari wa imani, Yoshua na Kalebu. Leo ni Novemba 21, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Imani ya Kalebu sasa ilikuwa vile vile ilivyokuwa wakati ushuhuda wake ulipohitilafiana na taarifa mbaya ya wale wapelelezi. Alikuwa ameamini ahadi za Mungu kwamba angefanya watu wake waimiliki Kanaani, na katika hili alikuwa amemfuata Bwana kikamilifu. Alikuwa amevumilia pamoja na watu wake kutanga kwa muda mrefu jangwani, hivyo akaweza kushiriki katika hali ya kukatisha tamaa na mizigo ya wenye hatia. Licha ya hayo, hakunung'unika kabisa juu ya hili, bali akatukuza rehema ya Mungu iliyomhifadhi jangwani wakati ndugu zake walipoondolewa. Katikati ya matatizo yote, hatari kubwa na mapigo ya safari ndefu jangwani, na wakati wa miaka ya vita tangu waingie Kanaani, Bwana alikuwa amemlinda. Na sasa katika umri wa zaidi ya miaka 80, nguvu zake hazikupungua. Hakujitakia nchi iliyokuwa imeshatwaliwa, bali mahali ambapo kuliko pengine pote wale wapelelezi wengine wote walidhani haingewezekana kupashinda. Kwa msaada wa Mungu angepokonya ngome yake kutoka kwa majitu yale yale ambayo nguvu zao ziliyumbisha imani ya Israeli. Haikuwa tamaa ya heshima au ya kujitwalia iliyosukuma dai la Kalebu. Mpiganaji mzee shujaa alitamani kutoa mfano kwa watu ambao ungelimpa Mungu heshima na kuyatia moyo makabila yale kuishinda kikamilifu nchi ile ambayo baba zao waliona kuwa haiwezi kushindwa. Ellen G. White, Wazee na Manabii, sehemu ya pili, ukurasa wa 154 na 155. Ilikuwa ni imani ya Kalebu kwa Mungu iliyompatia ushujaa, iliyomdumisha katika hali ya kuto kumwogopa mtu na kumwezesha kusimama kwa ujasiri na bila kuogopa katika kusimamia kilicho sahihi. Kwa kutegemea uwezo ule ule jenerali mwenye nguvu wa majeshi ya mbinguni, kila askari wa msalaba anaweza kupokea nguvu na ujasiri wa kushinda vikwazo vinavyoonekana kutoshindika. Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, Mei 30 mwaka 1912. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: jadili kuhusu nguvu ya shinikizo la rika na ujasiri unaohitajika kusemea jambo wakati wengine hawafanyi hivyo. Ujasiri una nafasi gani katika kuiweka imani yetu katika matendo? Tunawezaje kuepuka kuwa wakatili wakati tunaposimamia kile tunachokiamini kuwa sahihi? Swali la pili: shiriki katika darasa lako baadhi ya mifano ya imani kutoka kanisani mwako au toka katika jamii yako iliyojenga maisha yako na tabia yako. Ni sifa zipi za watu hawa zinazostahili kufuatwa? Swali la tatu: fikiria na jadiliana kuhusu athari za vyombo vya habari maishani mwetu. Tunawezaje kuepuka athari zake hasi huku tukitumia uwezo wake kwa malengo mazuri? Swali la 4: fikiria zaidi kuhusu unyenyekevu wa Yoshua kama kiongozi na dhamira yake ya kuishi karibu na hekalu. Ni kwa njia zipi mfano wake unakunenea wewe? Hii ni Novemba 21, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Tukihitimisha somo la 8 la robo hii lisemalo watu hodari wa imani, Yoshua na Kalebu. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema.